Sasa kutokana na muda, nisichukue muda, nimkaribishe Shekhe Abubakari Kada. Shekhe Abubakari Kada, dakika zako njoo zitumie, na mchungaji Sayuni ujiandae. Karibu Sheikh wangu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ndugu zangu, kwanza ni washukuru ndugu maskofu mlioko hapa na ndugu wachungaji na ndugu waandishi wa habari na waumini mlioko wengi hapa, mabibi na mabwana. Nimepata fursa ya kuongea na nyie juu ya machache ambayo yanaikumba nchi yetu. Kwanza mimi nitakazia walipoishia wenzangu. Juzi, nafikiri kama sikosei, mwezi huu tume iliyopewa kazi na rais ilikabidhi ripoti. Ndani ya ripoti ile tume imeeleza wazi kwamba watu waliokufa kutokana na vurugu walikuwa watu 500 waliokufa, lakini kadhalika uharibifu wa mali uliotokea ni mkubwa sana. Takribani sheli zaidi ya 40 zimechomwa moto. Mali za watu, maduka ya watu yameporwa na vikundi vya kigaidi ambavyo wenyewe walikuwa wanasema wanaandamana. Lakini mimi niwaulize swali, hivi mtu anayeandamana anachoma moto sheli, anachoma vituo vya mwendokasi, huyu ni mwandamanaji kweli? Na nataka nikwambieni ukweli, hapa Magomeni wanajeshi walifanya kazi ya kuwazuia watu wasiingie Kariakoo, na pale kwa mkuu wa mkoa walisema inatosha, hapa sasa hamwezi kwenda tena. Hii inamaanisha nini? Wangefika Kariakoo leo hakuna nchi, maduka yote yangepigwa moto, uporaji ungekuwa mkubwa, na walikuwa wanasema wanakwenda feri kulipua matanki ya mafuta ili nchi iparalyze, ishindwe kujiendesha. Na kikundi kingine kilikuwa kinaelekea Kinyerezi, pale ambapo unazalisha umeme wa gesi, wakalipue mfumo wa umeme wa gesi, nchi isimame. Hawa kweli ni waandamanaji kweli? Hawa walikuwa ni magaidi. Kwanza hata kuwafungulia kesi za uhaini, nafikiri serikali ilikosea, itakuwa kesi ya ugaidi. Hivi ni vitendo vya kigaidi. Leo watu wa Mbezi mpaka leo wanapata shida ya usafiri, shilingi 7,000 kwenda Mbezi. Mwendokasi haijarejea katika hali yake ya kawaida. Lakini mimi nataka kusema nini hapa? Nataka kusema hivi, ikiwa Rais Samia amekiri, Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kwamba amesikitishwa na yaliyotokea na ni matamanio yake kwamba isitokee tena katika historia ya Tanzania. Amesema hakusema? Kama amelisema hili, sasa nizamu ya vyama vya siasa, Chadema, nizamu ya askofu au tuseme katibu mkuu wa teki Bwana Kitima, walaani vitendo vya uhalifu vilivyofanywa na makundi ya waandamanaji. Lazima walaani, kwa sababu siku zote nao wanazungumzia upande mmoja, lakini upande huu ushakiri kwamba mauaji yametokea na serikali imesikitishwa. Sasa hivi ni zamu ya ndugu zangu sasa nao wakiri, walaani mauaji. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kilani matendo yaliyofanywa na hivi vikundi vya kigaidi. Na kama wasipofanya hivyo, tuna mashaka pengine nao walikuwa nyuma haya majambo. Tuna mashaka. Na mimi nasema ile tume, ndio maana rais akasema kwamba ile tume ni tume ya rais, yaliyomo yasitolewe nje. Lao yakitolewa nje tutakimbiana hapa. Ile inaitwa Pandora box. Kuna hadithi ya Kigiriki inasema, maana Wagiriki ni wapagani, lakini walikuwa wanaamini hadithi ya Pandora box. Wanasema mwanadamu wa kwanza Kigiriki alikuwa anaitwa Pamotheo, ni kama Adamu, kama simulizi yao ya kipagani. Lakini alikuwa na mke wake. Sasa huyo mwanamke wake alikuwa ni mbishi, kama ilikuwa kwa Adamu na Hawa. Akaenda akafungua ile box. Alimfungua ile box tu, matatizo yote yakajitokeza, majanga, uizi, ujambazi yakajitokeza. Ndio maana Samia ameamua kuwasitiri. Amesema ile tume ikimwagwa hapa tutakimbiana, kuna watu wamehusika.
Tunao ushahidi, watu walikuwa wanakaa Msimbazi wakipatanisha hicho chama kati ya Tundu Lissu na mwenzake wapatane. Kiongozi mkubwa sana wa nyumba ya ibada. Sasa ndugu zangu, kama alivyosema ndugu askofu, kule Kongo kuna dhehebu moja lilikuwa linasimamia uchaguzi wa Kongo, ili mgombea wao washindi anaitwa Fayulu. Sitaji hilo dhehebu kwa sababu hilo dhehebu kule Kongo ni 80%. Lakini matokeo yake Kabila akafanya njama akashinda huyu Tshisekedi. Lile kanisa likawa limefanyaje? Limeshindwa. Sasa ndugu zangu, niseme ukweli, na mimi nitaongea ukweli hapa leo. Tanzania hakuna dhehebu moja ambalo linaweza kumweka rais madarakani, hakuna. Sisi Waislamu hatuna uwezo huo, wala kanisa moja halina uwezo huo kumweka rais peke yao, haiwezekani. Lazima tuwe pamoja. Na hili lazima tuseme ukweli. Mimi niseme hivi, rais aliyepita wa awamu ya 5 ametujengea msikiti mkubwa kuliko misikiti yote Afrika Mashariki. Uongo kweli? Ni Mkristo, alikuwa Muislamu. Aliyekuwa mkuu wa mkoa Makonda, BAKWATA walikuwa hawana ofisi. Hawana ofisi ya kuendesha taasisi zao. Makonda akaenda akasimamiwa ofisi ya BAKWATA imejengwa ya ghorofa pale. Makonda alikuwa Muislamu? Alikuwa Mkristo. Acha huyo, Magufuli amejenga msikiti kule Bukoba, amesimamia. Na kule kwa Uchato amesimamia. Benjamin Mkapa aliwapatia Waislamu chuo kikuu Morogoro. Mkapa ni Muislamu. Sasa mimi nataka niseme leo, unielewe vizuri. Sisi Waislamu, kiongozi yoyote, rais yote atakayekuja tutamsupport. Awe Mkristo, awe mpagani, awe mlokole, awe Mwangilikana, tutamsupport kwa sababu ni Mtanzania. Hatutokuwa wasaliti. Tutaungana na kiongozi yoyote ambaye anatawala nchi. Na watu wasifikiri kwamba sisi kusupport haya mambo kwamba sisi labda tunatumika. Hivi kama alivyosema ndugu mchungaji hapa, ingetokea vita tunapigana leo, tungekuwa na hali gani? Siku 5 tu tunalia. Mimi fujo imetokea ila nilikuwa nayo, lakini shekhe, sehemu ya kula hakuna. Tunalia. Sasa leo tena wanaturudisha kule kule. Inawezekana vipi? Na mimi niseme, maandamano si kitu kibaya, yamo kikatiba. Kenya alipoanza maandamano ya Gen Z wakati mwaka jana William Ruto, Tanzania ndio Samia kafanya maridhiano na Chadema, Mbowe na Tundu Lissu walianza kuandamana nchi nzima. Tundu Lissu anaandamana Magomeni, nimemuona na mguu wake anatetemea. Anawaambia polisi, wanamsindikiza, wanasema nyie ndio mmenivunja mguu, mmenipiga risasi. Polisi wanamsindikiza. Waliruhusiwa kuandamana nchi nzima. Lakini walipoona maandamano ya Kenya yamenoga sasa, wazalama wanasema ngoma inogire, nao wakasema Samia must go. Kama walivyosema Ruto must go kule Kenya, nao wakaanza Samia nini? Must go. Ikaonekana la kumbe lengo lenu ni kupindua serikali, maandamano yakazuiwa. Kwa hiyo mgema akisifiwa anaongeza kwenye pombe maji. Hebu tuache masifa. Hivi wewe unaposema umtambue rais, wewe nani? Jana nimemsikia balozi wa Marekani anaitwa William Trichman. Alikuwa anaongea kwenye bunge la Senate la Marekani. Anasema anakuja Tanzania na atafanya kazi na serikali ya Tanzania. Kwa hiyo Tanzania ni nchi muhimu sana Afrika Mashariki. Na ina madini muhimu wanayataka. Wanasema watayachimba kwa maslahi ya nchi zote mbili. Balozi wa Marekani ambaye ni mteule juzi siku ya 3 anayetambua serikali ya Tanzania, ndio maana anakuja kufanya nayo mikataba ya uchimba madini. Sasa wewe Chadema wabuza na Kimpangulile na Mbagala unasema mtambui Samia? Hivyo una akili kweli? Ndio maana tunasema hivi, lazima ifike mahala sisi tukemee haya mambo kama viongozi wa dini. Kusema kwamba Samia hajafanya chochote ni uongo na ni unafiki. Barabara za mwendo kasi kuanzia Gongo la Mboto, Bibi Titi Mohamed kupitia hapa Posta mpaka unakwenda Tegeta,
Gharama yake unajua shilingi ngapi? Bilioni 368. Na zinajengwa zinaelekea kuisha. Ile shopping mall iliyoko Ubungo inaitwa East Africa. Gharama yake ni bilioni 520, imeisha na inafanya kazi. Na maduka yanafanya kazi. Juzi Samia amesaini mikataba 9 na rais wa Kenya, ikiwemo kupeleka gesi Mombasa. Sisi watu wa kaskazini, maana mimi kwetu ni sehemu moja inaitwa Ugweno mlimani kule. Ukienda Moshi kuja huku ni masaa 10. Samia sasa hivi amesaini mkataba na Ruto kuunganisha reli ya SGR kutoka Bagamoyo kwenda Sadani, Tanga mpaka Serengeti kwa Wakuria kule. Kwa mimi nitakwenda Moshi kwa masaa 3.5 kwa treni ya mwendo kasi. Alafu wewe ushakula dona lako na dagaa chungu, unasema eti Samia hafai kuwa kiongozi. Hivyo wewe unajitambua kweli? Kwa hiyo tunasema kwamba kama alivyosema Shemwa Ipopo, Samia ni malkia wa Afrika. Utake usitake. Tumuongeze mama makofi mengine zaidi. Kwa hiyo kwa kumalizia, kwa sababu muda tuko wengi wazungumzaji, niseme hivi kwamba ndugu zangu, tumekusanyika hapa kwa nia njema ya kutafuta amani ya nchi hii na maridhiano. Vijana wetu kwenye mitandao wanatukana sana. Paka yule jaji amesema ametukana matusi, simu 300 wanapigiwa shehe. Kuna mjinga mmoja ametunga wimbo anamtukana yule jaji. Hamjasikia nyinyi kwenye mitandao? Matusi ya ngoni kabisa anamtukana, eti katunga wimbo. Na ni Mtanzania mwenzetu, sijui nani anataja viungo vya mwilini. Huna hata aibu shehe unamtungia jaji, mtu ambaye ana heshima, amefanya kazi katika mahakama ya Tanzania. Matusi makubwa, na ni vijana wetu. Alafu unataka misifa. Ukikamatwa leo, wazazi wako wanatia huruma. Samia, tunakuomba mama, mtoe mwanangu, kamata weka ndani. Tunataka Watanzania wenye akili timamu. Mtu mwenye mamlaka kama alivyosema shekhe. Na malizia aya ya Qurani, kuna mtu mmoja anaitwa Nimrod. Huyo Nimrod alikuwa ni mpagani, alikuwa anatawala Iraki au Babylon. Huyu bwana aliishi ndama za Nabii Ibrahim. Alihojiana na Nabii Ibrahim na alijiita Mungu. Lakini Qurani inasema alam tara ila alladhi haja Ibrahima fi rabbi. Je, umemwona yule ambaye amehojiana na Nabii Ibrahim, walikuwa wanajadiliana. Mada ilikuwa Mungu ni nani? Ibrahim akasema rabbi alladhi yuhyi wa yumitu, Mungu wangu ni yule ambaye anaua na anafufua. Yule mpagani akasema kama nilivyo hata mimi Mungu ana uhi wa mimi naua na fufua. Akachukua mfungwa mmoja ambaye alimaliza kifungo akamuua. Yule aliyekumua kifo akamwachia huru, akasema hapa nimeua na nimefufua. Ibrahim akasema inna Allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq, Mungu wangu mimi, maana kashaharibu mada ya jamaa. Ibrahim akaama mada akasema Mungu wangu mimi ni yule anayetoa juu ya mashariki na kuleta magharibi. Hiyo ndio nidhamu ya Mungu. Kama na wewe Mungu sasa litoe magharibi ulipeleke mashariki, yule bwana akashindwa. Nabii Ibrahim akaibuka nini? Kidedea. Hii inasema hivi, Qurani imesema huyu mtu Mungu alimpa ufalme, lakini anajiita Mungu, lakini Qurani inasema Mungu alimpa utawala. Samia akapewa utawala na Mungu. Sasa wewe ukiandamana na yebo zako kutoka Tandale, Buza, kwa Mtogole, eti muondoe Samia, utapigwa. Serikali imewapa mafunzo watu, kuna watu ni komando shekhe, wanakaa porini tu. Hawana huruma hata kidogo. Wala hawajui siasa. Kazi yao ni kuua tu, wapo. Sasa wewe ukijifanya mjinga eti na wewe unatukana, una kisimu chako cha mkopo, kila siku unalipa shilingi 1,000, utaumia. Kwa hiyo tumesema kwamba sisi viongozi wa dini tutaendelea kutetea amani kwa gharama yoyote ile. Iwe mtatutukana, mtagaragara, mtacheza, lakini tutaendelea kusema amani iwepo. Ndio. Atuache. Mkisema mmepewa bahasha, kwani serikali kwa mfano ingetupa bahasha kuna ubaya gani? Wewe na kuuma nini? Si wa Tanzania, mbona wabunge wanapewa milioni 20 kwa mwezi? Ikiwa mbunge analipwa milioni 20 kwa mwezi, kumpa share au mchungaji au nani useme amenunua nani ni kosa? Wapewe.
wape hata bilioni 20. Serikali haipati hasara maadamu wanapigania nini? Amani. Wewe acha wivu na roho mbaya. Wazaramu wanasema kisokoro kwinyo. Kwa hiyo kwa hayo machache, ndugu zangu, nimalize kwa kusema kwamba tuna sapoti Queen of Africa na serikali yote. Mungu ibariki Tanzania, kazi iendelee. Asante sana Abubakar Kada, shehe kutoka Kilimanjaro, Ugweno kule milimani. Leo amesema sasa kwa haraka, ni kweli kazungumza kweli ndugu zangu. Mambo ya utawala na toa ni Mungu. Kuna watu walitaka utawala nchi hii mpaka wamekufa hawajaupata. Ni kweli. Kuna watu walitaka utawala wakahama chama hiki wakaja hiki hola. Wakaamua kulizeni tena wakarudi walikotoka. Kwa hiyo mambo ya utawala na toa ni Mungu. Na mimi niwaeleze ukweli, Samia kutafuta urais, wallahi kaokota dodo kwenye majani. Baada ya mheshimiwa, kwanza ukiangalia hata uteuzi wake Rais Samia kuwa mgombea mwenza kule Dodoma, hakujua yeye mwenyewe, anakuambia alikuwa amekaa kinyonge tu nyuma ya mlango. Watu wanaimba tuna imani na Lowassa, oya. Kumbe Mungu anazungusha jicho lake. Kisha mpanga Magufuli na Samia. Kampa Magufuli miaka 5, Mungu kamchukua Magufuli wa watu. Kamwambia mama, sogea sasa ule kuku. Samia rais. Sasa wewe utabaki umenuna tu, kama umekula ndini ya alfajiri umenuna, inakusaidia nini? We mzee, taumia. Na mimi niwaambie kwamba ndugu zangu, mtu kuwa rais si jambo la mchezo. Rais ana watu wana vipala kuanzia hapa mpaka huku. Kila kipala akijui msikiti wala kanisa, kinawaza serikali tu. Wapo watu wa namna hiyo, wallahi nakwambieni. Sasa watu wasifikiri, siku ile nilisema kazi ya serikali ni kutia huruma. Kazi ya serikali sio kutia huruma hata siku moja. Ndio maana serikali zote zinasema hazina dini. Dini ndio chombo cha huruma, sio serikali. Serikali inakwenda kwa kanuni, sheria na katiba na mifumo inayotoona kwamba ni sahihi. Sasa utapoteza muda bure. Unakwenda kuambia watu msije kwenye uchaguzi, wakati kazi ya chama cha siasa ni kutafuta madaraka, kukamata dola, kutafuta nafasi ya ubunge, kutafuta nafasi ya udiwani, kutafuta nafasi ya urais. Na ukishapata nafasi 3 hizi kwa moja ukawa mbunge, jambo la kwanza, tusidanganye watu, kile unachopata ni maslahi yako wewe, mkeo na watoto, kula vizuri, kuvaa vizuri, kulala pazuri. La kwanza, tusidanganye watu hapa. Hakuna anayepata mshahara wa ubunge akauleta kanisani au msikitini hata siku moja. Hata fungu la 10 hawatoi, wengine hawatoi. Sasa kwanza ni maslahi yako wewe, ya pili ni maslahi ya chama chako, ya tatu ni maslahi ya nchi yako. Sasa haya yote umewakosesha wenzio. Unawaambia msigombee. Baba, hii dunia iende taratibu. Dunia ni tambala bovu, ukishirika vibaya linatatuka. Ukienda ovyo utaumia. Tulia, pole pole. Wakongomani wanasema malembe, taumia. Sasa nimkaribishe mchungaji Sayuni na Kasim Godigodi, ujiandae, na mchungaji Mashanja ndio mchungaji wa mwisho, ajiandae. Alafu tutasimama wote tuje mbele ya kamera tufanye maombi. Maombi yataongozwa na baba askofu au mchungaji mtamteua nyinyi wenyewe watumishi. Na shehe wamesema wameshapanga. Karibu mama yangu. Karibu sana. Mama, mimi kina mama ni watu muhimu sana, ni watu wenye huruma. Karibu mama yangu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa mchungaji Sayuni Mwakatobe. Nashukuru kupata nafasi hii. Nishukuru viongozi walioandaa siku ya leo. Namshukuru sana rais wa nchi hii ambaye ameweza kupita kwa kishindo kikubwa. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa sababu yeye amesababisha Samia awe rais. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanamke ambaye amethubutu. Kwa kweli
nilikuwa naangalia kwa kazi alizokuwa anazifanya au anazozifanya. Mimi mmojawapo ni shahidi, sijaambiwa ila nimeona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza nililoliona ni kuona barabara zinaenda sawa sawa. Zilikuwa zimesimama, lakini mama amekuja amemaliza pale ambapo haitakiwa paishi. La pili, nimeona hospitali. Mimi ni mtu wa Mbeya. Kijijini kwetu kule Mwakaleli Kandete, kuna watu wataelewa ninachokisema. Kulikuwa hakuna hospitali. Mimi ni mmoja wapo ambaye nilienda kumpeleka mdogo wangu hospitalini. Nilichokishangaa cha ajabu, kuna hospitali nzuri. Watu walikuwa wanatoka Mwakaleli kuelekea Itete kwenda kutibiwa. Wamama wajawazito wanaenda kujifungulia Itete. Kitu ambacho nilichokishangaa ambacho kikanipa hamasisho na nikafurahi. Nilipofika hospitali ya Kandete, nilikuta kuna madaktari wa kutosha. Nilimpeleka mdogo wangu kwenda kujifungua. Nilipofika nilimpeleka kwenye majira saa 3 ya usiku na mvua inanyesha. Wakati wanampima wakasema huyu binti anaenda kufanyiwa operation. Nilichoshangaa, alifanyiwa operation sikutoa hata shilingi 10, ambayo zamani tulikuwa tunatoa 360. Unajifungulia mpaka leo, kuna watu wanajifungulia kwa hospitali, lakini mimi nilienda hospitali ya serikali, mdogo wangu akajifungua vizuri, na kulikuwa na madaktari 3. Nakumbuka kwa sababu nimeona kwa macho yangu kwamba mama amefanya vizuri kwenye sekta ya hospitali. Alijifungua yule binti yangu, nikawaeleza nitoe shilingi ngapi, wakasema utatoa hata shilingi 10. Nikamwambia imekuwaje? Wakasema hapa ni bure. Hospitali nzuri, ina vipimo vya kutosha. Hilo nampongeza sana Mama Samia, na anasema kweli kuwa ni Queen wa Africa, apewe zote, aitwe Queen Africa. Ni mama aliyethubutu. Lakini pia niangalie shule. Nilikuwa naangalia shule miaka mingi kidogo mimi nimesoma, usinione hivi nimepita miaka mingi. Shuleni kwetu tulikuwa wanafunzi 95. Walifaulu wanafunzi 2 tu. Sijui mimi na jamani, mimi kuangalia nyuma. Walifaulu wanafunzi 2. Mmoja ni daktari pale Temeke. Tena sitaki kumtaja jina. Ni daktari, tumesoma darasa moja, kiti kimoja. Walifaulu 2 tu, na mmoja ni mchezaji wa Yanga kama sikosei. Labda kama ameacha sasa hivi. Alifaulu mtu wa pili anaitwa Asa Makilasa. Ni daktari pale Temeke. Lakini sasa cha kushangaa, watoto wetu wanafaulu na shule wanaenda wanasoma bure. Mama yetu amethubutu na amefanya. Na ni mwanamke wa kwanza Afrika, naweza kusema tumpe kula zote za kwamba mama asirudi nyuma, aendelee mbele. Hatutanyamaza kwa sababu tunayaona matendo yake anayoyafanya. Barabara. Siku moja nilikuwa nasafiri kutoka hapa naelekea Kigoma. Kwa Kigoma atanielewa. Nilipanda treni mama. Nilibeba na begi kichwani. Tulipofika Kahama tukapumzika, akasema kule kuna utekaji, hatuwezi kwenda, barabara ni mbaya. Lakini sasa hivi ninavyokuambia, unaweza kupanda hapa treni, unaweza kupanda basi kutoka hapa mpaka kule Kigoma, usichafuke huko bring kama nilivyo mimi. Sababu ya nani? Mama amethubutu na amefanya. Kwa nini tusimwambie ukweli Mungu asante? Acha kusema maneno mengine hayakusaidii. Sema mtu akifanya vizuri, mpongeze, asonge mbele, tunamuona kazi zake. Mimi kinachoniumiza na kuniumiza zaidi, watoto wa mwaka 2000 wasomi wanaochezea simu asubuhi mpaka jioni, wanaweka picha za ajabu kumsema mama vibaya. Hata kama hajakuzaa, kumbuka umezaliwa na mwanamke. Hebu niambie, kama unamdhalilisha mama wa nchi hii, wewe hata mamako humheshimu. Humheshimu kwa sababu alivyokuwa navyo mama yako
ndivyo alivyokomaa rais. Kitendo cha kumdhalilisha mama, hapana. Hakuna mamlaka itakayokuja pasipo Mungu kuruhusu. Kasome Biblia vizuri. Nataka nikwambie hivi, kama ameweza kufanya mambo mazuri, kwa nini tusimpongeze? Na kama ameweza kufanya mambo mazuri, kwa nini tusimwambie mama hongera? Na watu wachache wanataka kuharibu amani ya nchi hii. Nataka nikwambieni jamani, wanawake sisi ndio watesekaji wa kwanza. Sisi ndio ambao hatuwezi hata kukimbia. Hata likitokea bomu hapa, wanaume atapenyeza pale, wanawake taanza kuangalia viatu, kapochi, kichwa, nini, wigi, kama ulivaa wigi lako kichwani anza kuliangalia. Utatoka kwenye mlango ule. Jamani, nchi yetu tutaendelea kuiombea. Na zaidi tuiombee zaidi, tumwombee rais wetu na viongozi wake wanafanya kazi. Kama madhaifu yaliyokuwepo yasikufanye kusema vibaya, tuyarekebishe ili tuendelee mbele. Baba, Tanzania itakuwa ya amani tu. Hawatakuwepo watu wa kutuvuruga. Nataka nikwambie mama, tutakuhakikishia, tutaomba, tutafunga, hata kuwepo mtu wa kutubabaisha. Nchi ni ya kwetu na sisi wa Tanzania. Nataka niseme kitu kimoja, Tanzania, tusiigwe nizisha vitu vya nje. Tusipende kuigaiga. Watu wanaigaiga tu, wana misemo ya ajabu, hawamwogopi hata Mungu aliye hai. Hebu jamani, hatutaandamana. Naomba msiandamane. Waliokufa ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni majirani zetu. Na wengine tuliwaambia, jamani msiende, wakaenda. Nataka niseme kitu kimoja tu. Tukiombea nchi, Biblia inasema mwenye haki wangu akisimama akaomba kwa imani, nchi yetu itapona. Mwenye haki mmoja tu akisimama akiomba kwa ajili ya nchi, nchi yetu itapona. Sisi kama watumishi wa Mungu, mashehe na maaskofu, tuiombee nchi yetu. Tuiombee nchi yetu. Tunaamini kwamba Mungu yupo, anatusikia na atatusikia. Mama asiwe na mashaka, tuko nyuma yake, tutamlinda. Basi Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama yetu mtumishi wa Mungu hapa amesema kwamba hivi anafaa kuitwa queen. Ni kweli, ni mwanamke aliyethubutu. Tumpongeze sana na tutaendelea kumwombea. Mungu awabariki. Asante dada yangu kutoka Mwakaleli Kandete. Dada yangu kabisa huyo. Mimi kwetu kule. Na mimi Kandete pale. Dada yangu. Hongera sana dada. Nimefurahi. Umesema kweli. Amesema kweli dada yangu. Sasa nimkaribishe ndugu yetu Sadiki Kashim Godigodi kutoka Tanzania Peace Foundation. Dakika 10 yeye anazo kutoka Tanzania Peace Foundation. Karibu sana. Huyu bwana ni mtu muhimu. Karibu sana mkuu. Asante sana mwenyekiti. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa, kwa kwanza ningependa kupongeza uongozi mzima wa jopo hili la viongozi wa dini kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, ambayo inaongozwa na mwenyekiti wetu Sheikh Saidi Mwaipopo. Jambo hili la kuitetea nchi hii ni jambo muhimu sana, na ninaomba Sheikh Mwaipopo amekuwa pia akipata lawama za wale wengine ambao ni watukanaji kwa sababu tu ya kutetea taifa hili la Tanzania. Ndugu zanguni, msione mchezo jambo la kuitetea nchi. Watu wana dhamira mbaya na taifa hili, watu wana nia ovu kwa taifa hili, na ndio maana mimi kwa moyo mmoja kabisa, mwenyekiti Mwaipopo aliponipigia simu kwamba tuna jambo la nchi, nikasema hii nitakuwa mstari wa mbele kwa kusema, kama wao wanatuita sisi machawa kwa kuitetea serikali, wao ambao wanaiponda serikali tuwaiteje? Kunguni. Haiwezekani mimi nikiwa upande huu
unione mbaya, ila nikiwa upande wako ndio mzuri. Haiwezekani. Na vitendo vya namna hii, ndugu zanguni, toka ilipoanza baada ya uchaguzi kumekuwa na dhamira ambayo sio njema. Tafakarini wa Tanzania, japo wengine wanasema tupuuze, lakini haiwezekani kupuuza. Ukipuuza, siku zote moto mkubwa huanza na nini? Huanza na moto mdogo. Cheche tu husababisha athari kubwa. Leo wale waliokuwa wanasema tupuuze, kilichotokea mmekiona. Leo hii watu wanahangaika. Na mimi niseme Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa sana. Anafanya kazi ambayo kiukweli unatizama wale wanaompinga na unajiuliza, hivi huyu anachokisema anakielewa? Ukiondoa Mheshimiwa Rais kwamba ni amiri jeshi mkuu, lakini pia ni mzazi. Na ndio maana tunaambiwa, hawajaambiwa washindwe kukosoa, lakini unakosoa kwa lugha gani? Leo ukiangalia kwenye mitandao watu wanatumia lugha mbaya za matusi kama vile hawajazaliwa. Halafu wanasema wao ni waumini wazuri wa imani. Kwa imani gani waliokuwa nayo? Namna ambavyo wanadhalilisha taifa hili, namna ambavyo wanapenda taifa hili lichafuke, liingie kwenye machafuko. Sisi tuna slogan moja inasema, nikisimama kama hivi kuna salamu tunaitoa. Ninapenda Sheikh Mwaipopo ni kuambukize salamu hii umma uliopo hapa. Mimi huwa nasema, nikisema amani mliopo mnaitikia, mnasema maisha ya Mtanzania. Nikisema maisha ya Mtanzania mnasema amani. Amani, maisha ya Mtanzania. Maisha ya Mtanzania, amani. Hiyo ndugu viongozi tuichukue. Hiyo ni slogan ya Tanzania Peace Foundation. Na hii dhamira ya kusambaza upendo, utulivu katika taifa letu inatakiwa tuipiganie kwa wivu mkubwa. Lazima tuisemee serikali yetu. Serikali hii ina mambo mengi sana ya kufanya, ina majukumu mengi sana ya kufanya. Mheshimiwa Rais, watu wanadhani nafasi hii ya urais ni jambo dogo. Kuna wakati fulani Mheshimiwa marehemu Dr. Joseph Pombe Magufuli aliwahi kusema kwamba inafika wakati mpaka saa 8 na kuwa sijalala na kagua mafaili, na wakati mwingine nalazimika kuwapigia simu viongozi usiku ule kwa sababu tu ya kusimama ili nchi ikae sawa. Leo hii kila siku wanapoamka viongozi hawa lazima kuwe na vikao asubuhi kujua mahali fulani pako salama, mahali fulani pako salama, mahali fulani hakuko salama. Hii ni kazi kubwa. Leo hii waachwe watu kwa dhamira zao tu za kawaida, kwa interest zao za kisiasa, waachwe kwa kutukana. Ndio maana hakuna taifa lolote duniani linaloongozwa bila amri, sheria na hukumu. Lazima kuwe na amri, lazima kuwe na sheria, lazima kuwe na hukumu. Ndio maana kukaekwa magereza. Anakwenda nani? Mnyama? Binadamu. Hata huyo Mwenyezi Mungu kaweka pepo na moto. Sisi kwetu Waislamu tunasema hivi, ukifanya vibaya unakwenda wapi? Motoni. Sio kwamba Mungu hakupendi, kakuwekea sheria, fata ili uepukane na moto. Na wewe uko ndani ya taifa hili la Tanzania, mbona mkiwa kwenye nchi za watu mnafuata sheria? Kwa hiyo hapa ndo mnataka kuifanya nchi hii kama takataka au tambalabovu, kwamba utatoka na matope yako utakuja utajisafisha. Haiwezekani. Na ndio maana ninasema Mheshimiwa Rais ni kama daktari. Mtoto wako ameugua, ameumwa, umempeleka kwa daktari. Daktari atampima, itaonekana kwamba anaumwa na tatizo. Anaweza akagundulika kuwa na malaria, ataandikiwa dozi ya malaria, atachomwa sindano. Mtoto atalia kwa maumivu ya nini? Ya sindano. Daktari atachukua spiti na pamba, atampaka pale alipochoma sindano na kumwambia pole, na kesho ataambiwa arudishwe tena.
lakini kulia hakuwezi kusababisha sindano asichomwe, maana ile ndiyo njia ya kufanyaje, ya kumtibu. Tunasema Mheshimiwa Rais, endelea kuchapa kazi. Sisi ambao tunathamini na kuona kila unachokifanya, tutaendelea kuitetea Tanzania yetu, tutaendelea kuitetea serikali yetu, tutaendelea kukutetea Mheshimiwa Rais. Kama unapoendelea kukusema, basi na sisi tutakusema kwa mazuri popote tutakapokuwa, na hakuna yoyote atakayefanya chochote. Sisi ndio Watanzania wenyewe, na sisi ndio tunaopaswa kuitetea nchi yetu. Mimi wala sihuzuniki eti kuitwa chawa au sijui kitu gani. Kwanza naona fahari kuitetea taifa langu. Mimi naona fahari. Nikatetee nini? Kenya? Nyie mmeona wenyewe Kenya wanavyofanya. Lile ni taifa. Kwanza ukikaa Kenya muda wote unakuwa na mashaka. Ulizeni wanaokwenda huko, muda wote una mashaka, hakuna amani. Lakini leo Tanzania, kama mahali popote, roho yako inakuwa na amani. Labda uwe mhalifu. Ukiwa mhalifu siku zote lazima utakuwa na wasiwasi, lakini kama sio mhalifu, ni mtetezi, umekaa kwa nidhamu, kwa kufuata sheria, maadili, utakuwa na amani muda wote tu, utakuwa na amani muda wote. Ndio maana tunasema, ndugu zanguni, viongozi hawa lazima tuwapambanie, lazima tuwape moyo. Hivi ni watu, tutakuwa ni watu wa namna gani ambao hatuthamini mchango wa viongozi wetu? Leo vyombo vya ulinzi na usalama vimefanya kazi kubwa sana, kiasi ambacho unaweza ukasema kama wasinge kuwepo, hii nchi leo tungekuwa tunazungumza nini? Kasema hapa Sheikh Abubakar Kada, matukio yaliyotokea unaweza ukastaajabu. Alikuwa na pesa lakini alikuwa anashindwa kupata chakula. Sasa kama pesa inaweza kula, basi kula pesa zenyewe. Ndugu zangu, ni amani ni kitu muhimu sana. Ni neno mtambuka, lina mambo mengi. Tukiacha hivi vikolokolo vya kwenye, na sasa hivi Bishop hapa amezungumza tabia ya vijana kwenye simu. Mama pia kazungumza, akiamka tu asubuhi watoto wameshaambukizwa yale ambayo tulikuwa tunayazungumza. Sasa wale viongozi wasioitakia mema nchi hii wameshawaambukiza baadhi ya vijana wasioelewa umuhimu wa taifa hili, umuhimu wa amani na utulivu. Kwa hiyo hawa lazima sisi kama viongozi tutoe elimu, tusambaze, kuwaonesha kwamba jamani, kitu mnachokifanya sio kizuri. Unapomchapa mwanao, ni kweli umpendi, lakini unamweka katika misingi ya maadili, akae sawa. Kwa hiyo hata hao vijana wengine wanaokamatwa wanawekwa ndani, ni kuadabishwa tu kwamba nchi hii na sheria. Hiki ulichokifanya, ndio maana imewekwa sheria ya mitandao. Watu wanataka iondoke ili wapate kutukana vizuri, haiwezekani. Kwa hiyo tunasema kwamba anapowekwa ndani sio kwamba anachukiwa, hapendi. Kwani wangapi wametolewa? Si juzi tu hapa kuna kijana wamempigia kelele, alikuwa kijana rafiki yake Roma, Mkatoliki yule anaoishi nje, na alipokelewa kwa sababu yule bwana ni CDM. Lakini ameitwa, wameambiwa, na jeshi la polisi limetoa taarifa, huyu kijana yuko Chang'ombe, mfuatilieni, na amepata dhamana. Kwa hiyo hivi vitu vinafundisha, serikali inatufundisha kwamba, inatukumbusha kwamba nchi ina sheria, tusiende kinyume cha sheria, tuwe watiifu wa sheria, tusiwe wakanyagaji wa sheria, tutapotea, tutakanyagwa. Ndugu zanguni, mimi nawashukuru sana, namshukuru sana mwenyekiti Mwaipopo. Kazi hii mimi naomba iendelee. Jopo hili naomba msife moyo. Kwa wale ambao wanakupingeni, msife moyo. Viongozi, pambaneni ili tuweze kuliendesha jahazi hili la nchi yetu, la taifa letu vizuri na kwa amani. Vizazi vinavyokuja vije kukuta tunda hili la amani limekaa vizuri kama walivyotuachia wazee wetu wakiongozwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Amani, maisha Mtanzania, maisha Mtanzania. Amani. Nakushukuruni sana, asanteni sana. Haya, huyo ndio mwenyekiti wa Tanzania Peace Foundation
Sheikh Sadiki Kasim Godigodi, Mwenyezi Mungu akulipe. Umezungumza maneno fasaha kabisa. Nidhamu katika nchi lazima iwepo. Hii ni nchi kamili na viongozi kamili. Sasa nimkaribishe mchungaji Masanja. Mchungaji Masanja kama sio sahihi. Naam, karibu baba mchungaji kwa ajili ya kusema neno. Mchungaji wetu huyu, mzee wetu, kiongozi wetu wa kiroho. Baada ya hapa sasa tujiandae kwa ajili ya maombi. Karibu baba. Naam. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee kabisa kwanza namshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kuweza kuongea na Watanzania pamoja na wachungaji ambao mko mahali hapa na mashehe pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sitakuwa na mengi sana ya kuongea kwa sababu wenzangu wote waliopita wameongea. Nachotaka kusema ni kwamba amani ya Tanzania ni tunu ambayo tulipewa na Mungu, ambayo tukiichezea tutateseka sana. Biblia inatuambia hivi, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kutubu na kuacha dhambi zao njia mbaya, nitashuka na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama Wakristo, sisi kama watu wa Mungu tumepewa jukumu la kushuka na kunyenyekea na kuomba ili nchi iwe na nini? Na amani. Hatukuambiwa kwamba tupige kelele, kujibizana, kukwaruzana ndiyo tupate amani. Tushuke, tunyenyekee. Lazima tushuke, tunyenyekee, tuiheshimu mamlaka iliyo juu. Tusipoiheshimu mamlaka iliyo juu na sisi tukapanda juu, mpendwa, nakwambia moto unalipuka. Kwa sababu mamlaka imewekwa na Mungu. Na wewe mwanadamu uliyewekwa na Mungu umeambiwa kwamba uitii mamlaka iliyowekwa na Mungu. Unageuka na wewe unataka uwe na mamlaka juu ya mamlaka. Kinachofuata pale ni moto. Na moto ukitokea pale unaangamiza wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana katika matukio yaliyotokea tarehe 29 tunaona askari walikufa, raia walikufa, wachungaji walikufa, watoto walikufa, mali ziliharibiwa, ofisi za serikali ziliharibiwa kwa sababu wote walipanda juu. Ukipanda juu ni moto unalipuka, na moto ukilipuka kuuzima ni kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachotakiwa sisi kama watu wa Mungu ni kushuka chini na kuiombea nchi amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaofanya haya utakuta ni Wakristo, ni Waislamu, ni wapagani. Katika nchi hii asilimia kubwa ni Wakristo na Waislamu. Wapagani ni wachache sana, lakini wapagani huwasikii sana, lakini utawasikia Wakristo na Waislamu, baadhi yao wasiotakia mema nchi, wanatamka mambo ya hovyo yasiyofaa. Wanachochea vurugu. Lakini hao wanakuja kanisani wanasali, wanakuja msikitini wanasali. Nitoe rai kwa wachungaji na maaskofu, tukemee hii hali. Usimwangalie mtu kwa sura yake, labda kwa sababu anakuja na fedha nyingi anakupa, ukashindwa kumwambia ukweli. Anapochezea amani, anahatarisha maisha yako, anahatarisha familia yako, anahatarisha usalama wa nchi. Hatuwezi kuwa na amani, hatuwezi kuwa na furaha. Katika Biblia tumeambiwa hivi, katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura 13 mstari wa 7 na 8 kwamba upendo unavumilia yote.
Upendo unasamehe yote. Upendo hauhesabu mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukikosa upendo ndio tutaanza kukurushana. Huyu mama hafai, huyu rais wetu hafai, huyu rais wetu. Wewe ndio unafaa. Kama yeye hafai na wewe hufai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitoe rai kwa mama yangu, Queen of Africa, Rais mpendwa Samia Suluhu Hassan. Asivunjike moyo wala asichoke, kwa sababu sio wa kwanza yeye kutendewa hivi. Hata Yesu mwenyewe walimtendea hivi hivi. Alikuja kwao akawaponya wagonjwa wao, akawasaidia, akawafufua wafu wao, lakini bado hao aliokuwa wakifanyia hayo mema walimpiga mawe, walimchoma mikuki, wakasema huyu asulubiwe. Wakasema Baraba ndio afunguliwe, yule mwizi mnyang'anyi ndio afunguliwe. Kwa hiyo mama, usivunjike moyo. Wewe sio wa kwanza kutendewa haya. Jipe moyo mkuu, songa mbele, na sisi tuko pamoja na wewe. Tutaenda na wewe popote pale, tutasimama na wewe, tutakuombea kwa sababu umewekwa na Mungu. Nataka niwape mfano mdogo tu. Kama Mungu asingekuwa ameruhusu Samia awe rais wa Tanzania, asingekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mdogo nataka kutoa ni huu. Wote tunakumbuka maafa yaliyotokea katika gorofa la Kariakoo. Si tunakumbuka Gorofa lile lilianguka. Kuna watu mle walikufa. Kuna watu walitoka wazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi ukiniuliza kwamba ukimuuliza yule aliyetoka mle gorofani, tokaje? Sasa atakwambia ni Mungu tu. Kama Mungu asingekuwa ameruhusu atoke mle, asitoke mle, asingetoka. Na kama Mungu asingeruhusu kwamba Samia awe rais, asingekuwa hata iweje. Maadamu amekuwa rais na ameapa, na sisi kama viongozi wa dini tumesajili taasisi zetu katika Wizara ya Mambo ya Ndani inayoongozwa na serikali ya Rais Samia, hatuna budi kumtii na kumheshimu. Full stop. Tukileta mambo yetu kwamba mambo kwamba kweli Mungu hakutaka tuanze kumwombea afe, na kuambia utaomba afe hata kufa, kwa sababu aliyemweka pale ni Mungu. Yes, utakufa mwenyewe. Na Biblia inatuambia hivi, kama tumemchukia rais, basi atakiwa tumpende sana. Biblia inasema kwamba atakaye kuiponya nafsi yake lazima iangamize. Kama mimi naona kwamba Rais Samia ni mbaya, basi inabidi nimpende sana nafsi yangu ili kwamba ipone. Amen. Na kama kwamba namwambia kwamba rais kufa, yaani maombi hayo kwanza hayafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tumetakiwa tumpende adui kama nafsi yangu. Jinsi nafsi yangu sitaki ipate matatizo, jinsi nafsi yangu sitaki ipate shida, ndivyo na wewe nikutendee hivyo. Sasa nani ambaye anatamani nafsi yake ife? Nani ambaye anatamani nafsi yake iumie? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakuwa tunadanganyana tu hapa kwamba rais tutamwombea atakufa. Na ndio maana siku hizi mimi wanikaa nyumbani nacheka tu, nikiangalia mitandao na nabii nyingi za uongo feki. Mwezi wa 3 atakufa, kitatokea kitu. Hakitokei kwa jina la Yesu. Nani aliyeruhusiwa kutoa uhai wa mtu? Ni Mungu peke yake ndiye aliyeruhusu kutoa na uhai wa mtu. Kwa hiyo ukifa leo ndio Mungu ametaka ufe. Wangapi wamepata ajali mbaya lakini atoka mzima? Ukiangalia gari halitamaniki, lakini unashangaa mtu ametoka. Ujue siku zake bado ni Mungu ameruhusu. Kwa hiyo rais wetu tunaye na tunatamba naye na tunalinga naye. Kuna watu wengine wakasema nyie ni machawa. Sawa, acha tuwe chawa. Acha tuwe chawa.
lakini kwa sababu tunachokifanya ni mpango halisi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikawasikia wengine wasema wale sio wachungaji. Sio wachungaji sisi. Wale sio wachungaji, wamejiokota. Tumejiokota sisi. Sisi ni wachungaji na mbingu zinatutambua kwamba sisi ni wachungaji. Hawa ni mashehe na mbingu zinatambua ni mashehe. Yaani kwa sababu ya matakwa yako kwamba hutaki kuendana na serikali tukufate, hatukufati kwa jina la Yesu. Sisi tutasimama na kweli na tutatembea na kweli, tunatamba na kweli. Inakuwaje? Eti wale sio. Mimi ni mchungaji kweli kweli. Na ninasema kweli na mbinguni na kwenda. Mbinguni na kwenda kwa sababu ninasema ukweli. Wale sio. Yaani mtaka paka muone kwamba amekuja labda Gwajima hapa au Mwakoza ndio sio mchungaji. Anaweza kama mkubwa, ana watu wengi lakini haendi mbinguni. Mbinguni wanakwenda waliomkiri Yesu, waliomkubali kuwa Bwana ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watakatifu ndio wanaokwenda mbinguni. Unakaa unasema wale sio wachungaji. Nyie wote ndio sio wachungaji nyie. Hamna makanisa mnayochunga. Tunakwenda mbinguni na ukweli tutausema popote pale. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Tutasimama hivi kama mchicha, lakini tutaitetea nchi yetu, tutaipigania nchi yetu na nchi yetu itakuwa na amani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Shalom shalom. Safi sana mchungaji, Mungu akubariki. Naam, mchungaji amesema kweli kwamba mbinguni watu wataenda tu kwa kusema ukweli. Hata Biblia imesema heri mwenye moyo safi watamwona Mungu. Na yule mwansasu alimba heri wenye moyo safi watakwe. Sasa wewe uking'ang'aniza wachungaji wewe kama wewe, haiwezekani. Hao ndio wachungaji, wanachunga kondoo wa Mungu na wana makanisa yao na wanalizika kwa kila wanachowapa Mungu. Hata wakipata fungu la 10 shilingi 10 ndio Mungu kawapangia. Hawawezi kuvunja heshima ya Mungu wao wa kufurahisha wewe. Haiwezekani. Sasa niki wakati wa maombi ya mwisho. Nafikiri tunaelekea mwisho. Wachungaji wote waje mbele kama sikosei, na baadhi ya waumini kama patatosha, ili maaskofu na shekhe mje hapa kwa ajili ya maombi. Naam. Tunataka dunia ione kwamba Samia watu wa Mungu wako nyuma yake. Sio wahuni, watu wa Mungu, sio wahuni. Wachungaji, mashehe, watu wa Mungu wako nyuma yake. Kuna mama mmoja amenitumia nataka kusema neno, lakini nanijibu shoni kama mje utakuwepo. Hawa ndio wachungaji. Unaposema hao si wachungaji, leta wachungaji wako wewe sasa. Kama una kanisa la kwako, utatuambia hilo kanisa umelitoa wapi? Hawa wamesoma, wana mathiolojia hapa, wana philosophy. Hawa ni wachungaji. Wana madegree, sio vilaza hawa. Kwa sababu mtu anafikiri hao tumebeba magalasa au vilaza. Hawa ni wasomi, ni watu wamekwenda shule za kidini na shule za kisekula. Karibu baba mchungaji. Naam. Na hakuna mchungaji au askofu anaweza kanunuliwa hapa, hayupo. Hapa hakuna aftamani. Wote kwani hata wakitukana watanifanya nini? Hata wakitukana sisi tunasonga mbele tu. Alitukanwa Yesu, itakuwa sisi bwana. Alitukanwa Yesu, akatemewa mate Yesu, mitume walitukanwa, wakafanywa machafu. Itakuwa mama, angalia wachungaji ndio hao wanaomtumikia Mungu Tanzania. Hawa watumikia akili za mtu wala mawazo ya Ambokile huyo. Hawa ndio wachungaji. Naomba kamera zione kabisa kidogo, wao wetu angalieni. Wao wa microphone. Tuje mababa wachungaji. Hawa ni wachungaji na maaskofu. Hawa ni wachungaji na maaskofu ambao wanasema wameanza na mama
watamaliza na mama miaka 5 nginja na mama hivyo naenda naye. Naam. Haya, baba askofu, nani anakuja kuongoza maombi? Nani? Ndugu yangu, karibu baba kwa ajili ya maombi. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hatua hii tuliofikia, na mahali hapa tupo kwa kusudi la Mungu, na jambo hili tunalolifanya ni jambo ambalo lina baraka za Mungu pia. Kwa hiyo linampendeza Mungu, na sisi sote ambao tuko mahali hapa, Mungu atatuangalia kwa jicho lake na mkono wake utakuwa juu yetu. Amen. Bila kuchelewa, ni ingia katika hatua ya maombi ambayo ni ya muhimu sana, na Biblia katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 na mstari wa 7 inasema ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo Mungu anajibu kwa kile ambacho tunakiomba. Kwa hiyo tuna uhakika ya kwamba Mungu anakwenda kuonekana kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Basi kwa kumheshimu Mungu, tufunike macho yetu ili tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tuketie mahali pa juu palipoinuka, tunakuheshimu, tunakuinua, tunakutegemea wewe. Tumekusanyika mahali hapa na tukimaanisha kwamba sisi kwa akili zetu hatuwezi, lakini kwa msaada wako tunaamini ya kwamba Mungu unakwenda kujidhihirisha na kutenda mambo mazuri na ya baraka katika taifa letu. Tumekusanyika mahali hapa kama watumishi wako kwa neema yako uliotupatia. Bwana Mungu, tunaomba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Tunaomba Mungu ukazidi kuonekana na amani ikazidi kutawala kama uishivyo. Bila ya wewe hatuwezi. Umelifanya taifa letu kuwa la baraka na amani, na tunaishi tukifurahi katika taifa hili. Umelifanya taifa la Tanzania kuwa ni Kanaani, nchi ya baraka, ya neema, na watu wengi wamekuwa wakikimbilia taifa hili kwa sababu ya amani ambayo umeiweka. Kama ushivyo, Bwana, tunaomba amani ikazidi kutawala. Tunaomba kwa ajili ya rais wa serikali hii ya Tanzania, Bwana, ambaye hata katika kusanyiko hili limepatikana jina nzuri na la baraka la kwamba yeye ni Queen of Africa. Baba yangu, mtu huyu uliyemuongoza na ukampa jina hili ni la baraka na ni nzuri kulingana na jinsi ambavyo anasimamia taifa hili, kwa sababu yeye pekee ndiye ambaye tunaamini ya kwamba kwa upande wa serikali yetu ya Tanzania unamtumia yeye ili kuweza kuweka mambo vizuri katika nchi hii. Basi tunamuombea uzima, tunamuombea amani, tunamuombea ulinzi, na kwa damu yako takatifu, na kila mipango mibaya ya hila za yule mwovu adui isifanikiwe juu yake. Mungu wa mbinguni, tunamuombea Bwana, toka alipoanza awamu hii ya kuongoza mpaka atakapomaliza awamu yake, ikawe ni ulinzi na neema yako juu yake. Baba, tunamusinyamaze kwa ajili yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaomba kwa ajili ya makamu wa rais, ikiwa ni pamoja na waziri mkuu. Tunaomba kwa ajili ya bunge, tunaomba kwa ajili ya vyombo vya usalama. Kama uishivyo, Mungu, ukazidi kusimama, na tunakwenda kinyume na kila mipango mibaya inayoendelea kwa siri ili kuharibu amani katika taifa hili la Tanzania. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunasimama kinyume na wote wenye nia mbaya. Tunasimama kinyume na watu wenye hila. Tunasimama kinyume na watu wenye mikakati ya aina yoyote isiyofaa. Ishindwe kabisa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mikakati ambayo sai na wakati huu yawezekana inaendelea kwa siri, yaliyofanyika sirini yasifanikiwe. Amani izidi kutawala
na watu wote wazidi kuishi kwa amani, na watu wote wazidi kuishi kwa upendo, umoja na amani iwe ni sehemu ya taifa hili la Tanzania, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mtu akaae katika taifa hili la Tanzania, Mungu mwema, akasikie furaha ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Hata watu waliopo nje wakasikia kulikimbilia taifa hili, kama ambavyo Bwana imekuwa ikiendelea hivyo, na tunaamini Bwana ya kwamba mkono wako utazidi kutawala. Asante kwa ajili ya watumishi wote uliowezesha kuwepo mahali hapa. Asante kwa ajili ya watu wote ambao Bwana wamekuwa wakiendelea kuliombea taifa hili. Baba, ninaomba ukawezeshe wazidi kufanya hivyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno lako linasema yoyote myaombayo, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Haya tuliyoyaomba ni ya kwetu, na imeshatendeka na imeshakuwa. Biblia inasema yeyote amwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba Mungu yupo, na ya kwamba wapa thawabu wale wamwendeao. Nasi tumekujia leo, tunaamini kwa thawabu na uweza wako mwingi, kwa jina lako takatifu tunaamini Bwana ya kwamba imeshatendeka, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amina. Amen. Asante sana baba. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Aya, ni maombi ya baba mchungaji. Sasa atafuata shekhe na atamaliza baba askofu. Karibu shekhe kwa ajili ya dua. Na kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutanika hapa. Niwashukuru sana. Shukuru mwenyekiti na shukuru maaskofu na wachungaji na ndugu waandishi wa habari kuweza kujumuika katika dua hii na kikao hiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa baraka zako na kwa utukufu wako ya Rabbi. Tumekusanyika hapa waja wako dhaifu na wanyonge ya Rabbil alamin. Tunaikabidhi nchi hii katika mikono yako mitukufu ya Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwakinge wa Tanzania na kila aina ya husuda, na kila aina ya vijicho, na kila aina ya shari. Kila anayetupangia mipango mibaya, Mwenyezi Mungu, tunaomba umrejeshee mwenyewe ya Rabbil alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, kwa wale walioko mbali na kwa wale walioko karibu ambao wanaitakia mema nchi ya Rabbi, uwajalie na wafungulie mambo yao ya Rabbil alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka zako na kwa utukufu wako ya Rabbi, nchi hii inapita katika kipindi cha mpito ya Rabbil alamin, kipindi ambacho tunakuhitaji sana Mwenyezi Mungu ya Rabbil alamin. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa niaba ya Watanzania wote ya Rabbi, tunakuomba utufungulie milango yako ya kheri, tunakuomba utupe baraka zako, tunakuomba uendelee kuifanya nchi hii iwe ya amani ya Rabbil alamin, kama ulivyosema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Watakapokuuliza kuomba waja wangu, waambie niko karibu. Ujibu da'watad da'i, najibu maombi ya wale wenye kuomba. Idha da'ani, zama wanaponiomba. Lakini faliyastajibu li, nao wanijibu mimi Mwenyezi Mungu, waliyu'minu bina, wanaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hao wote wanakuamini ya Rabbi kwa uwezo wako na kwa baraka zako. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mwenyezi Mungu, tunamkabidhi rais wa Tanzania katika mikono yako ya Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu, tunamkabidhi rais katika mikono yako ya Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu, tunamkabidhi Rais Samia Suluhu Hassan katika mikono yako ya Rabbil alamin. Tunamkabidhi makamu wa rais katika mikono yako ya Rabbil alamin. Tunamkabidhi waziri mkuu katika mikono yako ya Rabbil alamin. Tunamkabidhi spika wa bunge katika mikono yako ya Rabbil alamin. Tunamkabidhi waziri mkuu katika mikono yako ya Rabbil alamin, mkuu wa majeshi, vyombo vya ulinzi na usalama vyote, na Watanzania wote ya Rabbil alamin. Tunaomba wale waliokuwa wagonjwa waponye ya Rabbil alamin, wale waliokuwa maskini wavue maskini ya Rabbil alamin. Ufungue milango ya riziki katika nchi hii ya Rabbil alamin, usitufisha katika maskini ya Rabbil alamin. Watanzania wafaidi rasilimali zao ya Rabbil alamin kwa uwezo wako na kwa baraka zako. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, asante Sheikh. Sasa ni wakati wa baba askofu aje afunge kwa maombi ya mwisho, kwamba mkutano wetu utakuwa umeishia hapa kwa dua ya maombi ya baba askofu. Ni maombi ya mwisho.
Lakini tunataka tuidhihirishie dunia na Tanzania na Afrika kwamba Tanzania na viongozi wa dini makini, wenye nidhamu, wenye akili, wenye maarifa na weledi, na wanasema na Mungu siku na mchana kwa ajili ya taifa hili, na dunia ijue kwamba viongozi wa dini wako nyuma ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Queen of Africa. Karibu baba askofu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na kitabu cha Ezra sura 10 mstari wa 4 kuonyesha kwamba sisi tupo pamoja na mama rais wetu. Neno hili linasema hivi: inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tupo pamoja na wewe, uwe na moyo mkuu ukayatende. Haya maneno haya yanahusiana na rais wetu Samia Suluhu. Tumwombee awe na moyo mkuu wa kuitenda kazi yake ya kuiongoza nchi yetu. Baba mtakatifu, uketie mahali pasiri, mahali palipoinuka. Baba, tumesoma neno hili katika kitabu cha Ezra. Neno hili linasema inuka, awe na moyo mkuu na kuitenda. Mungu wa mbingu na nchi, tunaiombea rais wetu na uongozi na utawala wote, wakawe na moyo mkuu wa kuitenda na kuiongoza nchi yetu. Mungu wape moyo wa ushujaa, Mungu wape moyo wa nguvu ya kusonga mbele, Mungu wape moyo wa hekima na maarifa ndani yao, ukaongoze kwa utukufu wako, ukawalinde. Mungu Bwana wa majeshi jemedari, ponya rais wetu, ponya mwili wake, ponya ufahamu, ponya usawa wa tumbo lake, ponya watu wanaomzunguka, ponya viongozi wote wa serikali. Mungu wa mbingu na nchi, tunatangazia ulinzi wa Mungu ukamzingire mahali pote anapoingia na kutembea. Bwana, ukamzingire mahali popote anapoingia na kutoka. Bwana, ukamlinda, ukampe afya njema, ukampe nguvu mpya ya kuiongoza nchi yetu na kuipa nguvu mpya juu ya kusonga mbele katika nchi yetu. Mungu wa mbingu na nchi, nakemea mabaya yanayoinuka, na kataa silaha yoyote ya magonjwa, na kataa silaha ya uharibifu, na kataa silaha ya ajali, na kataa uharibifu, na kataa giza, na kataa mashambulizi ya maneno, na kataa mashambulizi ya mapepo, na kataa uharibifu juu ya rais wetu na viongozi wanaomzunguka. Mungu wa mbingu na nchi, tunaikabidhi nchi hii ya Tanzania, tunaiweka mkononi mwako. Mungu, itawale taifa hili, Mungu itawale taifa hili, Mungu ongoza taifa hili, tuongoze wa Tanzania, ongoza rais wetu, ongoze viongozi wetu. Bwana, ongoza nchi yetu. Nchi yetu tunaiweka mkononi mwako, maana chochote kinachokuwa mkononi mwako kinakuwa salama. Nasi tunaikabidhi Tanzania kwa Mungu, Tanzania kwa Yesu, Tanzania kwa Yesu. Yesu, ongoza Tanzania. Mungu, ongoza taifa hili. Bila msaada wako hatuwezi jambo lolote, hatuwezi jambo lolote. Nyosha mkono wako juu ya taifa hili, nyosha mkono wako juu ya vijana wa Tanzania, nyosha mkono wako juu ya mama wa Tanzania, nyosha mkono wako juu ya baba wa Tanzania, nyosha mkono wako juu ya watoto wa Tanzania. Mungu, tulinde, tuepushe na maradhi, tuepushe na magonjwa ya hewa, tuepushe na hatari, tuepushe na giza. Mungu wa mbingu na nchi, linda viongozi wote wa dini, linda viongozi wote wa dini, linda viongozi wote na washirika wote wao. Bwana, kawalinde kwenye misikiti yao, kawalinde kwenye makanisa yao, kawalinde mahali popote, kawalinde. Wape nguvu Tanzania na Watanzania wote, wape neema ya kuiombea nchi yao, wape nguvu ya kuiombea nchi yao, na achilia neema ndani yao. Kila mmoja Mtanzania aitakie amani nchi hii. Nami natangaza
Amani ikae juu ya kuta ya Tanzania. Amani ikae juu ya rais wetu. Amani ikae juu ya watoto wetu. Amani ikae juu ya nchi yetu. Tunatangaza amani kwenye mikoa, kwenye wilaya, kwenye kata na vijiji na kila mitaa. Amani katika nchi ya Tanzania. Mungu wa mbingu na nchi, ukatupe amani, ukatupe kustawi. Nchi ya Tanzania ikawe nchi ya kustawi, ikawe nchi ya kuigwa, ikawe nchi ya baraka. Natangaza baraka za Mungu zikamiminike juu ya taifa la Tanzania. Baraka za Mungu zikaambatana na sisi, maana imeandikwa, lolote tutakalo libariki taifa la Tanzania litabarikiwa. Mungu tunambariki rais wetu, hawe baraka kwenye nchi hii, hawe baraka kwenye nchi hii, hawe baraka kwenye nchi hii, na uzao wake tunambariki kama ilivyoandikwa, lolote tutakalo libariki nalo litabarikiwa. Mungu wa mbingu na nchi, wale wanaolaani mabaya juu ya rais wa Tanzania walaaniwe, kwa sababu Biblia imeandika, lolote watakalo lilaani nao watalaaniwa. Mungu wa mbingu na nchi, tunakusihi, tawala nchi ya Tanzania. Tunaiachilia Tanzania kwenye mikono salama ya kwako. Tunaikabidhi Tanzania kwenye mikono salama ya uweza wako na nguvu zako. Asante Mungu wa mbingu na nchi, kwa kuwa Bwana utakuwa mtawala wetu, utakuwa Mungu wa amani yetu, utakuwa Mungu wa faraja yetu, utakuwa Mungu mponyaji wetu, utakuwa Mungu mwokozi wetu, utakuwa Mungu unayetawala na kutuokoa. Baba, ninakushukuru. Asante kwa wachungaji hawa, asante kwa mitume hawa, asante kwa maaskofu hawa, asante kwa maaskofu hawa, asante kwa ajili ya kiongozi mwenyekiti wetu. Baba, asante kwa hawa viongozi wote, kwa waandishi wa habari waliofika hapa. Asante kwa washirika wote waliofika hapa. Asante kwa kila moja aliyekanyaga malango haya. Mungu wa mbingu na nchi, umbariki na kumlinda. Kutukufu jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Haya, tunashukuru sana viongozi, tunashukuru sana. Nafikiri ndio mwisho wa mkutano wetu, lakini tunatoa ahadi ni kwamba mikutano hii sasa ni endelevu. Sasa ni endelevu kwa kila mkoa, kila wilaya na kila eneo, na wachungaji hawa na maaskofu hawa tutasafiri kila mkoa ili kufikisha ujumbe huu. Wakitaka hivyo ndio hivyo, wasipotaka tutafika kwa uwezo wa Mungu.